Ni Jumapili tulivu kabisa, Jumapili ya Mei 11 mwaka wa 2025. Jumapili ambayo ina historia kubwa na pengine haitofutika kwa sababu tumeamka na majonzi, na hii ni kufuatilia taarifa ambazo zilitokea mapema asubuhi ya leo, ambako zilieleza kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya Rais Ikulu Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Charles Hilary Nkwanga amefariki dunia alfajiri ya leo. Na mapema kabisa, kwa mujibu wa taarifa iliyokuwa imechapishwa kwenye mitandao rasmi ya kijamii ya kituo cha runinga cha Azam TV, sehemu ambayo yeye amewahi kufanyia kazi kwa muda mrefu kabla ya kuteuliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya Rais Ikulu Zanzibar mwaka 2023, imebainisha kuwa Charles Hilary amefariki baada ya kuugua ghafla na kwamba umauti umemkuta akiwa njiani kupelekwa hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Ikumbukwe kuwa enza uhai wake Charles Hilary ambaye alikuwa mkuu wa habari na utangazaji amefanya kazi Azam Media Limited kama mtumishi mwandamizi na mkurugenzi wa UFM Radio. Aidha, marehemu pia amekuwa na historia ndefu ya kutumikia taaluma yake ndani na nje ya Tanzania, kwani amewahi kufanya kazi kwenye vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo iliyokuwa Radio Tanzania Dar es Salaam kwa maana RTD, ambayo sasa ni shirika la utangazaji Tanzania kwa maana ya Tanzania Broadcasting Corporation TBC, lakini amefanya kazi pia vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo shirika la habari la kimataifa la DW la kule Ujerumani pamoja na shirika la utangazaji la kimataifa la Uingereza kwa maana ya BBC. Na wakati ambao tunasema kwamba tutaendelea kupata taarifa zaidi, tutumie fursa hii kutoa pole kwa ndugu, jamaa, marafiki na wote ambao wamefikwa na msiba huo. Lakini pamoja na mambo mengine, viongozi mbalimbali wameendelea kutuma salamu za rambirambi akiwemo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye anasema amepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha Bwana Charles Hilary, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar, kilichotokea leo Mei 11, 2025. Rais Samia anasema, ninatoa pole kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wadau wote kwa sekta ya habari nchini kwa msiba huu. Ndugu Charles Hilary atakumbukwa kwa mchango wake adhimu wa zaidi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya habari nchini, tangu akiwa redioni hadi kwenye televisheni, pamoja na undasi wa wanahabari wachanga. Na muomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yake uvumilivu na subira katika kipindi kigumu, na ailaze roho ya mpendwa wetu mahala pema. Hakika sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Sasa turudi kwenye hoja ya msingi. Wakati kumbuka pia Rais Samia leo atawaongoza waombolezaji katika kuaga msiba wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa zamani Cleopa David Msuya leo katika viwanja vya Karimjee. Sasa ajenda yangu ambayo imenileta hapa nilikuwa nakupa hizo habari za mapema, lakini kuhusiana na muendelezo wa taarifa zinazomhusu mwanaharakati na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mpaluka Said Nyagali almaarufu kwa jina la Mdude. Na jana imetoa taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya ikiwa na kichwa cha habari cha Jeshi la Polisi Mbeya latoa onyo kali. Nikinukuu inasema, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa tukio la tarehe 2 Mei 2025 la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa Mpaluka Said Nyagali maarufu Mdude, mfuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na watu wasiofahamika na kisha kutoweka naye kusikojulikana. Katika hatua za awali, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya lilitoa wito kwa mtu yeyote mwenye taarifa za mahali alipo Mpaluka Said Nyagali maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hilo ili waweze kukamatwa. Hivi karibuni, wakati Jeshi la Polisi likiwa linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, wamejitokeza baadhi ya watu na viongozi wa Chadema na kutoa matamko mbalimbali ikiwemo kutaja baadhi ya majina ya askari wakiwatuhumu kuhusika na tukio hilo bila kuwasilisha ushahidi wowote. Kufuatia kauli na matamko hayo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote cha watu wenye nia ovu kutojaribu wala kuthubutu kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo kudhuru askari ama familia za askari. Vile vile, kabla ya kufikiria kufanya hivyo, wajionye sana na wasifikiri kufanya kitendo hicho ni rahisi kwao. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya halitasita kumchukulia hatua za kisheria na kumshughulikia mtu au kikundi chochote cha watu watakaojaribu kufanya uhalifu kutokana na matamko au kauli zinazotolewa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya siku hapo jana ya Mei 10,
2025. Sasa kauli hiyo imezua mjadala mkubwa na unaweza ukasema kwamba kwa namna moja ama nyingine watu wamepokea kwa hisia mseto. Wapo ambao wameonekana kupongeza jeshi la polisi, wengine wakisema kwamba pengine kufanya hivyo sasa maana yake ama kauli ambazo zinatolewa inawezekana zikapunguza ile kasi ama kutoa mwanya kwa wale ambao kimsingi hawana dhamira njema na Mdude na wale ambao kimsingi wamemchukua katika mazingira hayo ambayo hayafahamiki. Lakini wapo walioenda mbali zaidi wakasema kwamba kinachofanywa na jeshi la polisi ni kama vile kuziba midomo ya watu ili wasiweze kupaza sauti zao kutokana na mambo mengi ambayo yanaendelea, na wengi wakinyoshia kidole jeshi la polisi kuhusiana na hiki ambacho kinahusiana. Kumbuka siku zilizopita baada ya kutajwa kuna maafisa wa polisi wanadaiwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine, basi jeshi la polisi makao makuu lilitoa taarifa ya kwamba wametuma maafisa kutoka makao makuu kwa ajili ya uchunguzi, jambo ambalo watu wengi walikosoa kwamba inawezekanaje watu wanajichunguza wenyewe.